Naitwa Chonya Elisha, mwenyekiti wa Baraza la Vijana wa Chadema mkoa wa Mbeya. Ninawashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia na kwa udharura nitoe tamko au taarifa kwa umma kupitia nyie waandishi wa habari. Leo Julai 13, 2026 ninazungumza kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema, lakini nazungumza kwa niaba ya familia, lakini nazungumza kwa niaba ya wananchi wanaojali sana utawala wa sheria kuhusu kuendelea kushikiliwa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu hapa mkoani Mbeya. Mtakumbuka tarehe 3 na tarehe 4 Julai 2026 wanafunzi wa vyuo vikuu mkoani Mbeya akiwemo kiongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi wa Chadema vyuo vikuu na vyuo vya kati mkoa huu wa Mbeya, Mheshimiwa ndugu yangu kijana mdogo wangu anaitwa Noah Mwalwange, lakini vile vile tuna katibu wa mtandao huo wa wanafunzi anaitwa Gwamaka Mboka, lakini yuko pia na kijana ambaye ni kiongozi kwenye tawi kwa maana ya chuo cha Catholic University of Mbeya KUOM anaitwa Agustino Wasinyo, lakini vile vile tuna kijana mwingine ambaye ni mwanafamilia pia anaitwa Rogers Mpwani. Sasa tangu wamekamatwa mpaka leo tarehe 3 mpaka na tarehe 4 walivyokamatwa, leo tunazungumza ni takriban siku 10 na siku 9 tangu wamekamatwa. Sasa kwa mujibu wa taarifa nilizonazo baada ya kufanya mawasiliano na wakili Philip Mwakilima ambaye ameniambia kwamba kwa takriban hizi siku 10 zote ambazo vijana wameshikiliwa hawajafikishwa mahakamani kujibu tuhuma ambazo wanazo, na kwa hatua ambazo wamezichukua kwa sasa kwamba shauri limeshafunguliwa, shauri la habeas corpus chini ya hati ya dharura, na shauri limefunguliwa tarehe 11 Julai 2026. Sasa pamoja na kufunguliwa shauri hili, kinachotusikitisha ambacho ni muhimu sasa umma ukafahamu, kinachotusikitisha ni kwamba vijana hawa ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, mmoja kati ya hao kwenye chuo anachotokea wameanza mitihani leo Julai 13, 2026, na wengine kwenye vyuo vyao wataanza mitihani ya mdomo kwa maana oral examination tarehe 16 mwezi huu Julai 2026, na written examination wataanza tarehe 21 mwezi huu Julai 2026. Sasa kuendelea kuzuiliwa kwao kunaweza kuwa na athari kubwa. Kunaweza kuwa kuna athari kwa upande wao wa elimu, lakini kuna athari upande wa ndoto zao, lakini vile vile kuna athari ya mustakabali wao. Lakini kama unavyofahamu, familia tunazotokea ni familia maskini, familia za watu wa kawaida, kwa hiyo kuna matumaini ya familia, kuna matumaini ya jamii nyuma ya hawa vijana ambazo zinaathiriwa kuendelea kushikiliwa kwa hawa vijana. Sasa tunatambua na kuheshimu sana wajibu wa Jeshi la Polisi kufanya uchunguzi wa makosa ya jinai, na tunafahamu na kwamba mamlaka hayo yanapaswa kutekelezwa kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi pamoja na haki za msingi za kila mtuhumiwa pale anapokuwa ametuhumiwa. Sasa tunafahamu misingi ya kikatiba kuhusu haki ya mtu anayetuhumiwa, haki ya kusikilizwa, haki ya kufikishwa mahakamani ili kama anatuhumiwa kwa kosa analotuhumiwa kutenda, ikiwa ametenda akasikilizwe, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai na sheria zingine za haki za msingi za binadamu na mambo mengine tunafahamu. Sasa kwa msingi huo, napenda kutoa wito kwa taasisi zote zinazohusika kuhakikisha sheria inafuatwa kwa usawa na haki za msingi za wananchi zinalindwa, ikiwemo haki za hawa vijana ambao nimewasema, ambao wanashikiliwa sasa kwa takriban siku 9 mpaka 10. Wanashikiliwa chini ya Jeshi la Polisi, wako kizuizini mahabusu, hawafikishwi mahakamani kinyume na sheria inavyotaka, sheria ya kuwashikilia watuhumiwa. Tunafahamu sheria inataka yasizidi masaa 48, wao wamefikishwa mahakamani wakajibu tuhuma kama wanazo. Sasa napenda kutoa wito mosi, na tunalitaka Jeshi la Polisi mkoa huu wa Mbeya, endapo hakuna msingi wa kisheria wa kuendelea kuwashikilia
liwaachie mara moja bila masharti yoyote, ili warejee kuendelea na masomo hawa vijana, na hasa katika hiki kipindi ambacho ni kipindi mahususi na muhimu, kipindi cha mitihani ya mwisho wa mwaka, mitihani inayokwenda kuamua ndoto zao, kuamua hatima zao, kuamua matumaini ya familia zao. Jambo la kwanza. Jambo la pili, endapo kuna ushahidi unaounga mkono tuhuma ambazo polisi wanawatuhumu na kuwashikilia nazo, tunalitaka jeshi la polisi liwafikishe mahakamani bila kuendelea kuchelewesha, ili sheria ichukue mkondo wake na wapate haki ya kusikilizwa, ili kama wanakosa mahakama ikaamue. Kuendelea kuwashikilia ni sawasawa na kwamba jeshi la polisi limekwisha kuamua kwamba hawa wana makosa, wanastahili kuendelea kukaa ndani. Huo sio utaratibu wa sheria. La tatu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa sana, tunaiomba mahakama, kwa kuzingatia kwamba shauri la habeas corpus ambalo limefunguliwa limeshasajiliwa chini ya hati ya dharura tangu tarehe 11, na kwenye hiyo application imeeleza wazi, kwa taarifa alizonieleza wakili Philip Mwakilima, limeeleza wazi mazingira ya unyeti wa udharura, kwamba leo tarehe 13 na ndani ya wiki hili tarehe 16 kuelekea tarehe 21 wiki lijalo, vijana wapo kwenye mitihani. Udharura huo, kwa heshima kubwa sana, tunaiomba mahakama, kwa kuzingatia kwamba shauri limefunguliwa chini ya hati ya dharura, na kwa kuzingatia athari zinazoweza kujitokeza kwa vijana hawa, ikiwemo masuala ya elimu na haki zao kwa ujumla, mahakama ipange jaji au hakimu wa kusikiliza hilo shauri haraka iwezekanavyo, ili mahakama ikaamue kwamba ni kweli ni sahihi kwa tuhuma wanazotuhumiwa nazo, ama si sahihi, au vinginevyo kwa kadri mahakama itakavyoona inafaa. Sasa ni wito wetu, ni wito wangu kama kwa niaba ya Baraza la Vijana wa Chadema mkoa wa Mbeya, kwamba ni muhimu mahakama ikajitenga na hiki kinachoendelea kufanywa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekwisha kuwashikilia kwa zaidi ya siku 9 sasa, bila kuwafikisha mahakamani wakajibu tuhuma kama wanazo. Lakini kama haitoshi, mahakama tangu kesi imefailiwa tarehe 11 chini ya hati ya dharura, kwa maelezo hayo ambayo yametolewa kwenye faili lenyewe, kitendo mpaka leo jaji hajapangwa kusikiliza kesi, ili huyo jaji apange muda wa kuisikiliza hiyo shauri. Ni muhimu sana. Muhimili wa mahakama ni muhimu ukalinda heshima, na ni muhimu ukajitenga na haya yanayoendelea na jeshi la polisi, na ni muhimu ile imani ya wananchi juu ya mihimili ya dola, ikiwemo muhimili muhimu wa mahakama, ikaweza kulindwa kwa wivu mkubwa. Kwa ni wito wangu kwa mahakama kuhakikisha kwamba inatekeleza hilo hitaji kwa wakati, ili haki ya hawa vijana ipatikane na ionekane inatendeka kwa wakati. Na huo ndio wito wetu, na tunasisitiza kuwa utawala wa sheria unahitaji haki kutendeka kwa wakati na kuonekana inatendeka. Sasa tunatoa wito kwa mamlaka zote zinazohusika kutekeleza wajibu wao, wajibu wa kuzingatia katiba, wajibu wa kuzingatia sheria za nchi na misingi ya haki, ili kulinda imani ya wananchi katika taasisi za dola, kuhakikisha haki za kila Mtanzania, kila mtu, ikiwemo anayetuhumiwa, haki zake zinalindwa, zinahifadhiwa na kuheshimiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Katika hili shauri la hati ya dharura mnawashtaki watu gani na gani? Nashukuru sana. Kwenye hii shauri ambalo wakili Philip Mwakilima amelifungua, wanaodaiwa kwamba wanapaswa kujibu kwa nini wanaendelea kuwashikilia. Mmoja anaitwa Patrobas Katambi, huyu ambaye anayeitwa waziri wa mambo ya ndani. Lakini wa pili anaitwa mnasema ni mkuu wa jeshi la polisi IGP. Lakini mwingine anaitwa RPC, mkuu wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya. Lakini mwingine mnasema ni Regional Crime Officer RCO wa mkoa wa Mbeya. Lakini mwingine ni mkuu wa polisi wilaya ya Mbeya mjini OCD. Lakini na mkuu wa kituo ambacho wanashikiliwa hao vijana, ambaye anaitwa OCS, officer nasema ni officer nini, mnasema officer commanding police station OCS. Hao ndio ambao wanadaiwa wanapaswa wafike mahakamani pale mahakama itakapowaita,
wakajibu kwa nini wanawashikilia, kwa nini wanaendelea kuwashikilia kwa muda wote huu bila kuwafikisha mahakamani kinyume na sheria. Na mlipofuatilia mliambiwa ni lini ambayo mtapangiwa sasa rasmi jaji na kwa ajili kesi ianze kusikilizwa? Kwa utaratibu anayeweza kupanga lini hiyo ni mahakama wenyewe. Utaratibu wa kufanya maombi au kufungua mashauri yanafanyika kwa njia online. Sasa shauri likisha kupokelewa ni wajibu na kazi ya mahakama yenyewe kupanga jaji ili huyo jaji aje aseme lini mnaitwa muende mkasikilizwe. Sasa kwa sasa kama nilivyosema mwanzo kwamba shauri limekwisha kupokelewa na kusajiliwa, lakini bahati mbaya ni kwamba bado jaji hajapangwa, ili huyo jaji akishapangwa awaite hawa wanaodaiwa pamoja na wadai ili wafike mbele ya mahakama, mahakama ikaone ni sahihi kuendelea kuwashikilia ama sio sahihi, ni sahihi hayo wanayotendewa ama sio sahihi. Hali za vijana sasa zikoje huko kituoni kenda kuwatembelea? Kwa vyote vile, pamoja na kwamba kwa siku kadhaa wanapata mahitaji ya kibinadamu, lakini kwa vyovyote vile hali zao haziko sawasawa, haziwezi kuwa sawa kabla ya kukamatwa kwao. Kumbuka ni vijana wadogo. Katika hao vijana ambao mimi nimewasema, hakuna kijana hata mmoja aliyefikisha au kuvuka umri wa miaka 25. Ni vijana chini ya umri wa miaka 25. Ni vijana ambao wanasoma, wana pursue to their dreams, wanahangaikia ndoto zao. Ni vijana wanaotokea familia maskini, familia zina matumaini kwao. Ni watu wa kawaida kabisa, wadogo ambao wamekuja, wamedhani na wanaona kwamba ni haki yao kuamini, ni haki yao kujumuika na taasisi au vyama vya siasa na wakaamua kujiunga na Chadema. Ni bahati mbaya sana kwenye nchi yetu sasa kujiunga na vyama vya siasa, hasa Chadema, inaonekana kuwa jinai na ndio dhambi yao, hata kama wanaweza kuwatuhumu kwa makosa mengine. Kwa utaratibu na mwenendo wa matukio mbalimbali yanayoendelea, inaonekana wanataka kujinaisha kujiunga na Chadema kwa kijana au vijana hasa wa vyuo vikuu. Sasa ni aibu kuwa na taifa ambalo linaweza kuwa linaogopa vijana wanaoshika kalamu tu, wanasoma tu kalamu tu. Vijana wadogo chini ya miaka 25 wanaweza kuhofiwa mpaka wakafikia kuweza kukamatwa, na wanaanza sasa kuafisha na kuua ndoto zao, matumaini ya familia kwa kiwango hiki. Kwa hiyo hali zao kwa ujumla, bila kusema hali yao ikoje kwa sasa, lakini na uhakika kwamba hali zao haziwezi kuwa sawa kabla ya kukamatwa kwao, kuwekwa kizuizini. Hatuna uhakika wa moja kwa moja nini wametendewa juu ya hizo tuma ambazo wamepewa. Sasa tutakapofika mahakamani tutajiridhisha. Kuna vikwazo vyote ambavyo mnakutana navyo mkitaka kwenda kuwaona kama ni Chadema labda? Mpaka hivi tunavyozungumza hakuna uhuru wa moja kwa moja kama sheria zinavyotaka wa kuweza kuonana na hawa vijana, ingawaje wakili alipata fursa ya kwenda kuwaona mara moja. Sasa ingefaa iwe kila siku, kila wakati, kila inapobidi, kama ni asubuhi au mchana au jioni, kwa utaratibu wa kawaida wa kuwaona wanaotuhumiwa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu na katiba ya nchi, mtu akituhumiwa sio mkosaji, anatuhumiwa kwamba huenda akawa mkosaji. Lakini kwa utaratibu unaoendelea kupitia kwa vijana hawa, mtu anatuhumiwa, anatendewa na kuchukuliwa kama tayari amekwisha kuwa mkosaji. Sasa tunaendelea kudai na kuona kwamba tunahitaji kufanya maboresho makubwa ya utaratibu wa kisheria ili angalau haki za watu ziwe zinalindwa, mtuhumiwa asichukuliwe ametenda kosa mpaka mahakama itakapothibitisha. Tofauti na ilivyo sasa, vijana hawa kwa mazingira yaliyopo sasa wanatendewa kana kwamba wamekwisha kutenda makosa, kitu ambacho sio kweli, na mimi najua ni uongo, ni uonevu. Kwa mazingira haya haiwezi kuwa sawasawa. Vipi familia zao, labda mkiongea nao, kama wewe ndo mwenyekiti, ndo ambao wako chini ya, tuseme kama ni idara iko chini yako Bavicha, wanaongea nini kuhusu wazazi wao yani, au ndugu zao wanaongea nini yani kuhusu vijana wao wakiwa kule ndani? Kwa kweli kama mzazi, na kwa kweli mimi nimezungumza na wazazi na walezi wao na ndugu zao kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa kweli unaweza ukashindwa kuelewa kwa nini hawa wenzetu huwa wanashindwa angalau kubeba nafasi ya kuwa mzazi. Sijui wenzetu huwa hawana watoto. Mimi nikizungumza na wazazi wao, nikisikiliza maneno yao wanayoongea,
pima hisia zao walizonazo juu ya watoto wao, matumaini walio nayo juu ya watoto wao. Wameuza mbuzi, wameuza ardhi, wamewaleta shule kutokea maeneo tofauti tofauti na hapa Mbeya, lakini wengine wametoka Mara, wengine wametoka Morogoro, wengine. Ukizungumza na wazazi wao, matumaini walio nayo kwa watoto wao kwamba wenda wakawa sababu ya kubadilisha maisha yao na hiki wanachotendewa sasa, ambacho kwa vyovyote vile ukimzungumza na mzazi anaona kama ndio ndoto za mtoto wao, ndio ndoto za kijana wao zinazimishwa hapo. Ni watu ambao kwa kweli wana maumivu makali, lakini ni watu ambao pamoja na maumivu wanayoyapitia wanaelewa hali tulionayopitia kama nchi, hali ya uonevu, hali ya upendeleo, hali ya unyanyasaji ambao tunapitia kwa sababu tu ya imani. Wanaonyesha matumaini kwamba hata kama haki itacheleweshwa itatendeka. Sasa hayo matumaini isingeweza kuwa sababu ya hawa vijana waendelee kushikiliwa. Wazazi wana matumaini hayo kwamba wenda hata vyovyote haki ichelewe itatendeka, haki itashinda, na wanawajua watoto wao hawana tabia za kikorofi, hawajawahi, na hata vioni kwao tulivyofuatilia hakuna hata mmoja kati ya hao wanafunzi aliyewahi kuwa na tuhuma au tetesi zozote za ukorofi zozote. Ni vijana waaminifu, waadilifu, wanaoishi vizuri na vijana wenzao. Sasa wazazi wao wanaomba sana mamlaka zinazohusika muhimu zikachukua nafasi ya wao kama wazazi, waone namna wanavyoweza kuwatendea wale vijana, lakini zaidi sana sheria iheshimiwe, ifuatwe, ili hao vijana haki yao iweze kutendeka, na kama wanaachiwa wasiachiwe kwa masharti yoyote, waachiwe kama vijana huru, vijana waendelee na masomo, waweze kutimiza ndoto zao, na wazazi wanawatarajia sana.